sana. Kwa sababu ya wakati, pigia makofi mazuri. Haleluya. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Naomba nichukue tu muda mfupi kwa sababu ya wakati. Kabisa. Lakini pastor, kuna kitu ambacho ningesema kidogo kabla sijaanza ile kitu nataka. Nataka niongee kuhusu Emmanuel kidogo. Kuna bwana mmoja katika siasa huwa anaitwa Sifuna. Sifuna ni mwanasiasa huwa ananifurahisha sana kulingana na ule ujasiri uwanga uko nayo katika yule mtu ambaye ni baba yake ambaye wa ile chama. So nataka niongee kuhusu Emmanuel. Emmanuel yule bwana huwa anasema mimi ndio Sifuna. Sasa na mimi nataka nikwambie mimi ndio Jacob. So mimi ninajua kuhusu huyu babangu kama vile Sifuna anajua yule babake. Amen. So kulingana na Jerusalem vile ninavyoijua, neno la Mungu linasema ya kwamba mahali tutakapokanyaga pale mahali panaitwa kwetu. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Huko Florida utakapoenda ukishuka kwa ile meli, sijawahi kanyaga Florida, sijawahi kanyaga huko, lakini utakapoenda nchi kavu ya huko uzunguni, nenda usimame mahali tu ambapo tembarani, useme hapa ndio Jerusalem itakuja kujengwa katika jina la Yesu Kristo. Amen. Huko uzunguni kutakuwa na Jerusalem siku za usoni. Amen. Kwa sababu mimi ndio Sifuna na ninajua babangu ya kiroho yeye ni nani. Amen. Kwa nilikuwa niumbea na kuja kwa pointi yangu. Nimesimama hapa jameni kanisa kwa kutoa tu shukrani kubwa sana kwa sababu ya sherehe ndogo yangu ya Jumapili. Sherehe yangu ya Jumapili nilikuwa na mtoto ambaye alikuja kuletwa katika madhabahu, na ukweli ni kwamba nilifurahi sana. Jambo la kwanza nilifurahi kwa sababu ya pasta, ile mikakati ambayo ameweka katika hii madhabahu ya Jerusalem. Pasta, Mungu akubariki sana. Asante. Barikiwa pia. Amen. Pili ni viongozi wa kina mama wale ambao walikuwa wamesimama na mama na mwanangu hapa katika madhabahu. Niliona zile picha vile zilikuwa zimepigwa. Zile picha zilikuwa zinapendeza sana. Amen. Zile picha ni kumbukumbu ya maisha ya yule mtoto. Yule mtoto wakati atakapokuwa mkubwa, nitamuonyesha zile picha ambazo alipigwa, kwa sababu hiyo ndio foundation ya yule mtoto. Kulingana na wale wazazi wake, ile foundation walikuwa nayo. So yule mtoto namuonyesha ile picha kusudi huko mbele tumuongoze kulingana na maisha yake na Ukristo na Jerusalem. Amen. Nikimaliza ni zile zawadi ambazo tulipata kutoka kwa kanisa. Tulipata zawadi kubwa sana kutoka kwa kanisa, zingine ambazo hatukuamini tulipofika nyumbani. Kumbe Jerusalem na upendo wa hali ya juu sana. Mungu awabariki sana. Ni vitu ambazo sikuzitarajia katika kanisa. So nilishukuru sana na nasema ni asante. Mungu awabariki. Yule ambaye alitoa chochote kuhusiana na yule mwanangu, mimi ndio babake. Ninasema ya kwamba katika kikapu chako cha nyumbani, siku moja katika maisha yako usiwahi kufungiwa. Amen. 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 Nikimaliza ni kwamba umesikia vile mzee wa kanisa amesema wahudumu watabaki pamoja na ushers na security. Tuko na sababu 2026 tuko na matumaini makubwa sana na imani kubwa sana kulingana na mambo ya Jerusalem. Matumaini ya Jerusalem ni makubwa kwa sababu, kwa mfano, unapoangalia saa hizi hakuna kiti hata moja ya kukaa. So nataka tuweke mikakati kulingana na maashas, ndio wakati ule itakuwa pengine mambo yachemka, wajue wataanza wapi, kwa sababu kuna hatari moja. Kwa mfano saa hizi ikiwa bwana, kwa mfano Mishibogo ameingia hapa hajasema, na ameingia na ile kikosi yake na aluja panga wale maashas,
hata wana maasha wengine wamekimbia ndio wanamwangusha pasta hapo, angalia ile kiti. Umeshikanisha hiyo picha, akitoka hapo aende na bishibo. Yes. So ni lazima tupangane vizuri, kwa sababu kanisa iko na sifa nzuri. So hapa kuna wageni ambao tunawatarajia bila mpango. So tunataka tupange wale maashas. Inikizi mambo ikiwa yamekorogeka, wale watu ambao wanastahili kuwa hawainuki katika wageni ambao wamekuja, ile kiti hata kama pasta hayuko, hata ni katikati ya wiki, ile kiti haistahili kualiwa na mtu yeyote. Hiyo ni kwanza. Zile viti ziko pale. Ikiwa pengine wageni wamekuja, hii natangaza pasta atakuja kuizungumzia zile viti ambazo za drums pale na zile zingine za keyboard pale. Ikiwa kuna wageni ambao wamekuja, wale hawezi inuka, lakini mtu mwingine yeyote kanisa, ikiwa pengine kuna wageni ambao wamekuja na ni wa dharura, katika mtu yeyote anastahili kuinuka kulingana na ashes vile ambavyo atamuelekeza. Hata kule nyuma, hata tukianza hii kiti ya mbele, tukianza hata na mimi nastahili kuwekewa mtungi pale kwa kutoka kule chooni, na niwekewe leso hizi, nikae, mgeni akae, tuonyeshe upendo. So kwa hayo machache ni nasema ni asante kanisa, tubarikiwe sote. Amina. Asante baba. Nadhani tumemaliza hiyo mikakati, tumemaliza. Tunashukuru Mungu, tumemaliza vizuri na